Shukrani sana na karibu sana Jumatano Novemba 19, matukio makubwa yakitaraji kufanyika katika siku hii hapa ya Novemba 19. Mojawapo ni tuzo za CAF ambazo utaweza kuzishuhudia leo kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Kuna mengi sana makubwa ambayo yatajiri katika siku ya leo, na nikukaribisha katika siku mpya nzuri tamu, Novemba 19 mwaka 2025. Mimi nakukaribisha, naitwa Saidi Salim Msumi, unaweza kuleta kaka Saidi. Machache kati ya mengi ambayo utaweza kuiangazia ni kuhusiana na kikosi cha Young Africans kikiwasili Zanzibar kujiwinda na mchezo dhidi ya FAR Rabat ya kutokea nchini Morocco. Wachezaji ambao wakiwa wametoka katika national team wakianza kuwasili taratibu, wale wa timu ya taifa Tanzania wakijoin jana, wakijumuika na kikosi. Tutakwenda kuangazia matayarisho ya Simba Sports Club, mnyama mkali wakiendeleza hamasa. Leo hii tena kispika kitakuwa mtaani. Wataenda sehemu gani tutakuja kujuza hapo baadaye. Hakimwachi mtu salama. Azam Football Club kuelekea Kinshasa leo, wakati Singida Black Stars wakiwasili Algeria kujiwinda na mchezo dhidi ya Shabab Riyadh Belouizdad chini ya kocha Sead Namovic. Tutakwenda kuangazia mengi sana hapa nyumbani Tanzania, lakini barani Afrika kama nilivyokugusia ni kuhusiana na tuzo za CAF. Nani kuwa mchezaji bora kwa upande wa wanaume pamoja na wanawake? Tutakuja kuangazia goli bora. Je, Mzize atashinda leo tuzo hiyo? Tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Lakini ukiachana na hayo, hatimaye sasa ni fainali ya ligi mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake, ni kati ya ASEC Mimosa ya Abidjan ambao wao sasa watakwenda kupambana na kikosi baada ya hapo jana TP Mazembe kuweza kuondoshwa katika mchezo wa nusu fainali. Na sasa ni FAR Rabat wakiwa wanapambana na ASEC Mimosa, wakati Masal Football Club ya nchini Misri wao watagombania mshindi wa 3 dhidi ya kikosi cha TP Mazembe ambaye ni bingwa mtetezi, ambapo jana alifungwa kwa changamoto mikwaju ya penalty, wakati ASEC akienda kwa ushindi wa 1-0 na dakika 90 katika mji wa Ismailia nchini Misri. Katika the pitch tutagusia kuhusiana na timu ambazo zimefuzu kuelekea kombe dunia, fainali za kombe dunia mwaka 2026. Ujerumani Die Mannschaft wakiweza kuelekea huko kwa ushindi mzuri na mnono sana, wakati Andy Robertson akimkumbuka Diogo Jota usiku wa hapo jana. Lakini pia michezo ya kimataifa ya kirafiki ikiweza kufanyika, Kenya Harambee Stars ikikubali kichapo cha mabao 8-0 kutoka kwa Senegal. Mazee, hali ipoje? Hatujui mazee, kipigo ni noma Wakati Uganda the Cranes akikubali kichapo cha mabao 4-0, Saudi Arabia akikubali kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya Algeria. Tunisia Tai wa Carthage ambao tupo kundi moja na Tanzania katika finali za AFCON, waite Tai wa Carthage wakitoka sare bao 1-1 dhidi ya Brazil Seleção. Unaweza kujiuliza shughuli ipo? Tutakuja kuchambua hapo baadaye. The pitch itakuwepo hapa Zubamba mitandaoni, pia utaweza kuzipata hapa. Mimi ninayokaribisha naitwa Saidi Salim Msumi, unaweza kuniita kaka Saidi ama kaka Saidi wa Ismailia. Nipo pamoja na wachambuzi wangu Idi Nonga pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Yupo hapa kwa ajili ya kutujuza kuhusiana na golikipa huyu, anafuta je au hana vipo. Stopper ama sio stopper? Hivyo vitu mtavijua kutana Tunisia. Kama chini vipo au vipo? Vipo au vipo. Ana footwork au ana footwork au ana. Hapa Osimhen, hapa Chukwueze, hapo mtakuja kujua kama ipo au kwa Tunisia. Kwa tunaangalia kina Ferland Sas, wakina Naim Slit, Hanibai Mejmi. Msitishe watu jamani. Tunaenda kuwafunga wote. Muda wote kule mnaitika amina tu. Amin. Amin. Dua hizo. Amin. Amin. Jana kwenye mchezo wa Kenya, Wakenya wanasema kufungwa na Senegal na mabao 8 ilikuwa sio story. Story sisi wa Tanzania. Tutashinda vipi? Naishinda vipi? Yaani chuma 8 za Senegal zile. Kwenye mijadala kwenye vijio vya kidigitali wanasema bwana, kufungwa na Senegal sisi sio issue. Tumefungwa goli 8 sawa, ila tumefungwa sisi Kenya. Hawa wa Tanzania hawa tutaweza kuishi nao vipi? Hao Senegal? Sasa sisi tuna Senegal, sisi tuna Nigeria huko. Senegal sisi tukutana nayo kutoka tushawaka. Yaani kwamba sisi kuwatania majirani zetu wanasema bwana, sisi tuishi nao vipi hawa watu? Yaani itakaa muda mrefu kuliko hiyo inakaa. Yaani itakuepo hiyo inakaa Kasongo. Kasongo
Babali na Ngai. Sawa bwana. Chuma 8. Chuma 8 zigeuze kuwa chapati. Unajua kwanza mimi nilikuwa mimi ile mechi sikufuatilia. Namuona Injo kwenye group letu moja hivi. Anatuma pale. Baba 8. Kasema sio AI. Sio yeye. Nikamwambia 8. Nikatulia kwanza nikaenda kwenye live score kule. Nikaziona 8. Unafiki dhambi kaka. Nilisikia raha. Hata sijui nilisikia raha tu hata ilitokea wapi. Kuna mtu mimi nilikuwa na hivi kuna kitu. Nilikuwa tunasikia raha. Furahi tu. Kuna clip moja hivi kuna mtu nilikuwa namwambia. Hasa kuna yani kuna safari ibidi aende. Sasa mimi nikamtania kama hiyo safari haipo. Sasa ikatokea safari kweli haipo. Sasa mimi nikamwambia kuna ka clip moja kanatembea sana mtandaoni. I'm so happy. Akasema I'm really happy. I can't explain. Lakipenda sana kile. Alafu jana umejisikia vile bana, nikumbusha bana ni post kile kidude. Alafu nikiwatag pale wanangu kutoka Kenya pale. Sawa bwana. Zani Mabubu wote ningewatag. Uzuri pia baada ya ushindi huo kuna absolutely happy. Absolutely happy. I can't explain. Sawa. Kwa weekend hii tunajua kabisa mwezi huu hapa kuna michezo mingi sana. Jana nilikuwa nakwambia kuhusiana na kufanya malipo. Ndio. Kaka umeclear. Ukilipia ile Azam. Sekunde yani dakika haipiti. Sekunde yani dakika haipiti, dakika moja haipiti. Ubaya huo. Kitu hicho hapo. Nikasema I am extremely happy. Wewe mtu wa peponi kabisa. Kabia safi kabisa. Angalia pale mechi yangu nzuri kabisa ya ASEC. Nilikwambia bwana ASEC naona kwenda kuwa mabingwa kwa sababu anifurahisha. Jana wamempiga mtu bao 1-0, wamemfunga wale Masalo akina Hasnat Ubamba. Veronica Nicholas jana hakucheza mechi ile, lakini kumuona timia 20 lakini ilikuwa dakika 90. Wale wengine wale Mazembe 120. 120. Lakini uzuri bwana Ijumaa hii katika Champions League tunaanza na shughuli kabisa. MC Alger atakuwa anapambana na Al Hilal Amahoro. Ni vita ya Rulani Mokoena akiwa anapambana na Al Hilal. Lakini pia Jumamosi Young Africans atakuwa anacheza dhidi ya AS FAR Rabat, lakini muda huo saa 10 kutakuwa na mechi nyingine kati ya Mamelodi Sundowns aka Brazilians, Masanda Wana, Yellow Nation ama Kaba Yellow, the sky is limit. Wanakuwa wanapambana na Saint Lupopo hapo saa 10. Lakini pia Esperance de Tunis au anaitwa Taraj Doura watakuwa wanapambana na Stade Malien, wakati Al Ahly watakuwa wanapambana na GS Kabylie. GS Kabylie hapa bwana anacheza Mtanzania anaitwa Arthur Bada. Alikuwa Singida. Yes. Tanzania mwenzetu. Namkumbuka? Namkumbuka. Mstaki Zambi bwana. Athabada. Tumwangalie Mtanzania mwenzetu. Lakini mechi zingine bwana Shabab Riyadh Belouizdad kwa sauti ya Richard Muro. Unajua hii Rashid inatamkwa Shabab Riyadh Belouizdad hii. Anapambana na Singida Black Stars, wakati Simba mnyama mkali anapambana na Petro Athletic, wakati Maniema Union hapo mpote Karibu Mzinga. Sasa huyu hapa hapa ndo ametoka Gift Kitambala bora. Hawa Maniema Union dabi yao pale Kongo swali sida nani sio Mzinga. Tupatie mambo ya Al Jazeera. Kwa hiyo lipia 28 kuweza kuenjoy na kufurahia uondo wote kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Kiwashe sasa ili mradi ujivinjari. Tunavyolipia mapema ili mradi kwamba burudani hii ikiwa inafika sasa ndio simu sasa. Bwana namjua pale Gift Macha. Bwana vipi? Gift vipi? Sababu mbona huku hebu nisaidie. Hatuelewi. Kwenye hali ukichelewa dakika sekunde hata 30 unaona kama dakika 10 zimekupita. Kumbe bwana itakuja kwa unaona bwana fanyeni haraka. Mara unashangaa sasa unaanza kumtafuta director Sada. Director vipi? Naomba nisaidie. Ana Sadara maneno. Sasa mimi maraka nipo huko zangu huko na kama it is a process. Kachafugwa. Kwa hiyo mwisho siku tulipie ili mradi tuepushe matatizo ya kimtandao. Vijana wangu wamefurahi sana hapa. Sawa, tuanze kuangazia soka letu kwa wakati huu.
Sio lazima. Tuanze kuangazia taarifa mbalimbali tukianza na soka letu ambapo mabingwa wa ligi kuu ya NBC na kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup Young Africans wamewasili salama Unguja Zanzibar hapo jana kwa ajili ya kujiwinda na mchezo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya AS FAR Rabat ya Morocco siku ya Jumamosi katika mchezo hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Young Africans imekwenda visiwani Zanzibar mapema ili kupata muda wa kutosha kujiandaa na mchezo huo muhimu wa nyumbani ambao utachezwa Jumamosi saa 10 jioni na kuonyeshwa mbashara na Azam Sports 4 HD. Wakati huo Young Africans imetangaza viingilio vya mchezo huo ambapo tiketi za bei ya chini zitauzwa shilingi 5,000 huku kiwango cha juu VIP ikiwa ni shilingi 30,000 ili kutoa nafasi ya kwenda kuiunga mkono timu hiyo ya Young Africans katika mchezo wake dhidi ya AS FAR Rabat, ambapo mapema hapo jana Young Africans wamefanya mazoezi katika viwanja vilivyopo pembeni mwa uwanja wa New Amani Complex, mazoezi ambayo yaliongozwa na kocha mkuu Pedro Goncalves pamoja na msaidizi wake Patrick Mabedi, huku nyota ambao walikuwa katika timu ya taifa ya Tanzania wakiwepo Mohamed Hussein Zimbwe Shabalala, Bakari Nondo Mwamnyeto wakiwa ni sehemu ya wachezaji ambao wamejiunga na kikosi cha Young Africans kwa ajili ya kuanza maandalizi ya kujiwinda na AS FAR Rabat, huku wachezaji wengine wa timu za taifa za Zimbabwe, Mali pamoja na Kenya wakitaraji kuanza kujiunga leo hii. Hao hapo ni mazoezi ya Young Africans wakiwa wanafanya jana. Kiukweli miongoni mwa sehemu ambazo mimi sisiti kusifu ni miundombinu ambayo ipo Zanzibar ya viwanja, yani superb kabisa na mazingira yake mazuri pia. Ni kongole kiukweli. Ukitoka hapo Amani ukizunguka kule nyuma viwanja vipo vya mazoezi. Ukitoka hapo ukienda pale viwanja vya Mao, viwanja viwili vipo ambapo mpaka ligi na michezo mingine inakwenda chezo. Kuna kiwanja kingine tena kilijengwa, kilizinduliwa na Rais Mwinyi miezi kama 6 hivi nyuma hivi. Ni sehemu ambayo pia ya kuchezea hapa Unguja. Unaweza kuona hiyo sehemu ambayo kiukweli kabisa wanapata nafasi ukisema ile kwamba juvenile central league zile za chini za vijana wanakuwa wanacheza, wanapata nafasi na unaweza kuona hiyo faida kwamba timu inawahi, haina haja ya kusema na mazoezi wapi, hapo mambo yanakwenda Rashid. Yes. Zanzibar pazuri bwana. Zanzibar pako super kabisa. Miundombinu Daktari Mwinyi amepatia pale na anatengeneza viwanja ambavyo vipo kwenye mahitaji ya watu wengi ambao wanatamani kuwa na ukiangalia hata kwenye ile eneo Maisara kule Maisara pamejengwa vizuri sana. Kuna viwanja pale karibia viwanja 5 na michezo tofauti. Kwa mtu ambaye hajafika, kifika nenda maeneo yale pazuri sana. So unaona hii ni mitazamo ya sasa hivi. Hawa ni kama wanajenga misingi, lakini baadaye umeona ambao wengine kuja kupata nafasi baada yake wataendeleza, kwa sababu mpira ni uchumi. Na bahati nzuri juzi nimemsikia hapa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, akisema michezo ni uchumi. Ni lazima tuwekeze. Sasa kwenye namna kuwekeza ni kuangalia. Hicho ni kitu ambacho mimi naunga mkono 100%. Unapunguza idadi ya watu tegemezi, kwa sababu talanta ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakupa nacho. Elimu ni kitu ambacho unalipia unaenda kutafuta. Sasa kama una kipato cha kwenda kuitafuta elimu na Mwenyezi Mungu amekupa talanta, tumia talanta upate hela. Sio, unaelewa? Sasa talanta ziko nyingi, kuna mpira wa miguu, kuna ngumi, kuna basketball, kuna nini. Sasa itategemeana serikali imeweka miundombinu ipi. Umeelewa? Kwa namna ambavyo Zanzibar ilivyo na inavyoenda kutengenezwa, manake inatoa fursa kwa vijana wengi ambao wanaendelea kujipambania kutokana na talanta zao. So ni kitu kizuri. So Young Africans ni kama nyumbani kule.
Kitu kizuri nimependa hizo price za ticket. Ziko very affordable. 5,000 kwa 30. Yes, affordable kabisa. Kwa Mtanzania 5,000 kwa 30 sio kitu ambacho kinamshinda. Nafikiri ni kitu ambacho leta faraja kwa mtu kutoa 5,000 kwenda kusupport timu yake. So kitu mchezo wenyewe wa hadhi gani? Na timu ya hadhi gani? Na timu ya hadhi gani? Yes, Champions League. Umeelewa? Kwa sababu ukiangalia hata kwenye hali ya kawaida uchumi wa Zanzibar 5,000 sio kitu kigumu sana. Ndio unaweza ukaomba hata support pia ukapata. Unajua kuna ile unatoa shuka la Masai, shuka la Masai kwa tiketi moja sio kweli. Lakini kama tunaigawa shuka la Masai unapata tiketi 2, inakuwa haina shida. So ni kiingilio ambacho naamini Watanzania ambao wanaishi Zanzibar na wasioishi Zanzibar, na kuna watu wengi sana ambao wanatoka Dar es Salaam wavuke maji waende kule, wenye mapenzi na klabu ya Young Africans wataenda kuisupport timu yao, kujaza uwanja. Ni mechi ngumu, na rudia kuwaambia Young Africans, hiyo ni mechi ngumu, sio mechi rahisi. Usikae kishabiki ukaamini kwamba wale tutakutana nao, wale tunazima nao. Sio kweli. Ni mechi ngumu sana kwa Young Africans. Sawa, Rashid, na hapo kwa ni mechi ngumu, tuangazie kuhusiana na kiwango cha Young Africans, ambapo leo viwanjani tutaangazia namna ambavyo Young Africans imekuwa ikicheza msimu huu katika ligi kuu ya NBC pamoja na ligi ya mabingwa Afrika kuelekea mchezo dhidi ya FAR Rabat ya siku ya Jumamosi. Ikumbuke kuwa Yanga imekuwa chini ya makocha wawili mpaka sasa, ikianza ligi kuu na Romain Folz aliyefurushwa na kumpa ajira kocha wa sasa Pedro Goncalves. Sasa tuangazie kuhusiana na takwimu ndani ya ligi kuu ya NBC msimu 2025-26. Young Africans amecheza michezo 4, amepata ushindi katika michezo 3, sare mchezo 1, hajapoteza mchezo wote. Magoli ya kufunga ni 9, amefungwa goli 1. Wakati katika upande wa ligi ya mabingwa katika upande ana alama 10 na yupo nafasi ya kwanza. Wakati katika ligi ya mabingwa barani Afrika, takwimu zinaonyeshaje katika ligi ya mabingwa barani Afrika michezo ambayo Young Africans ameweza kuicheza? Hii hapo ni kwa upande wa ligi kuu ya NBC ambapo amekusanya alama 10, lakini ligi ya mabingwa barani Afrika amecheza michezo 4, amepata ushindi katika michezo 3, wakati akipoteza katika mchezo 1 ambao hapa atamkumbuka sana Uchizi Vunga kulipata mfungaji mwenyewe. Wakati magoli ya kufunga ni magoli 7 na magoli ya kufungwa ni bao 1 pekee. Unaweza kusema Young Africans mpaka sasa katika mashindano yote amefunga mabao 21, wakati ameruhusu mabao 2 pekee katika mechi 7 ambazo ameweza kucheza. Ni takwimu nzuri Idi Nonga, lakini hayo yamepita. Hayo yamepita, lakini yanakuonyesha wapi ambapo wanaelekea kwenye ligi kuu. Kwenye mechi 4 ambazo wamecheza, tunafahamu mchezo ambao kufunga bao ni mchezo dhidi ya Mbeya City ambao Romain Folz, mara baada ya pale yalizuka mambo mengi. Mchezo ambao alienda Malawi kule dhidi ya Silver Strikers, timu kabla haijarudi mambo yakamalizika. Kwenye ligi ya mabingwa, kwenye hizi hatua za michezo 2 ambayo walicheza, michezo 4 hii, Yanga walivyocheza dhidi ya Silver Strikers na kwenye misimu kadhaa ambayo imepita, ilikuwa ni kama ni surprise ama mshangao. Walikutana na timu ambayo ilikuwa iko very organized, timu ambayo ilikuwa imefanya vizuri sana, walifanya homework nzuri dhidi ya Yanga Afrika na wakawapa mchezo kwenye mchezo wa kwanza na mchezo wa pili ambao walicheza hapa Benjamin Mkapa. Yanga walihitajika kufanya kitu zaidi, kitu bora zaidi ili kuweza kupata matokeo na kuvuka huku ambapo wapo. Hii mimi inanipa kuamini Yanga wanaweza kufanya kitu kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat, ukilinganisha huko ambapo walipotoka na huko ambapo wanaenda. Amekuja Goncalves, amekuwa na aina tofauti kwenye eneo la ushambuliaji. Yanga mara nyingi kwenye bezi yao ilikuwa wanashambulia kutoka, yani magoli wanatengenezwa sana kutoka kwenye eneo la mafullback. Watamtegemea Boka ama Zimbwe, lakini huko atatokea
Israel Mwenda akaconnect mbele aweze kupata matokeo, lakini Goncalves kitu ambacho amekiongeza, Pacome amekuwa na ufanisi mkubwa kwenye eneo la mbele, lakini pia Momo Dumbia AI midfielder naye pia amekuwa na vitu vingi sana kwenye eneo la mbele kwenye creation ama kutengeneza nafasi. Hata huyu Dube ambaye wengi wanamzungumzia anakosa nafasi nyingi za kufunga, hii inatokana na kutengenezewa pia nafasi nyingi kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ukichukua mjumuisho wa Yanga kwenye ligi kuu kwenye mechi 4 ambazo wamecheza na Yanga kwenye mechi 4 za kwenye hatua ya kwanza na ya pili kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, unaona Yanga ambayo ina improve kila siku, Yanga ambayo ukisikiza watu wanaizungumzia na Yanga ambayo unaiona kwenye zile tactical ability, unaona inakupa vitu vikubwa. Kwa hiyo naiona ni Yanga ambayo itafanya vizuri na Yanga ambayo imeimprove kila siku, ambapo imeanzia kwenye ligi kuu kwenye hii michezo 4 ya hatua ya kwanza na ya pili ya ligi ya mabingwa na huko ambapo wanaelekea. Kwa hiyo michezo 4 ambayo wameipata test yake na hii michezo 4 ya ligi ya mabingwa wa test yake ambayo wameipata, nadhani Yanga wanatengeneza kitu kikubwa kuliko kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat. Kwenye mazoezi ambayo ya jana ambayo yamefanyika, unamwona mtu kama Mudathir Yahya Abbas muda naye yupo wanafanya training. Anarudisha kitu gani baada ya kukosekana Mudathir baada ya mechi dhidi ya Silver Strikers ambayo hakuimaliza? Mchango wake katika kuitengeneza Young Africans na kuwa sehemu salama, hususan eneo la kiungo, kwa sababu pale kusaidia mashambulizi na kuja kuleta ulinzi pia. Of course Mudathir kwa namna ambavyo ameendelea kuishi na Young Africans, ameendelea kuwa mchezaji mahiri, mchezaji muhimu, mchezaji ambaye anakupa nafasi nzuri. Kwenye hii mechi umeona mechi ilikuwa dhidi ya Pamba angalia namna ambavyo alianzisha ile build up, ilikuwa ni huoni kama angefunga yeye, lakini amekuwa akihusika kwenye pattern ya watu wa mwisho kwenda kumalizia, na ni moja kati ya midfield ambaye positioning yake imekuwa ni nzuri zaidi kwenye namna ambavyo anamtafuta opponents. Na mara zote nafikiri inawezekana ni intelligence yake au ni namna ambavyo wana train mazoezi, lakini mimi ninaamini ni namna ambavyo yeye game reading yake iko so high. That's why umeona kama striker Menold ametoka kwenye position, anaenda kwa mpira kwa Mudathir anachukua ile mali anapeleka kushoto, angalia position ya Mudathir. Watu wanne wa mwanzo hawatazami kama Mudathir ni hatari kwao. Mudathir anapishana nao, yani Mudathir anakuja kwenye eneo la hatari, wale wanaamini wanaweza kufanya clearance. Sio, ule mpira unamfikia Mudathir, free header, ana score, watu wanaondoka. So mahitaji yake kwenye kikosi ni muhimu zaidi. Ni eneo ambalo mnamzungumza Dumbia. Ndio eneo ambalo anatakiwa analocheza Mudathir yupo pale. Kwa sababu watu wameenda mbali na kumpa AI kwamba ni mtu ambaye ana uwezo wa kutafsiri mambo kwa haraka, sio? Of course ni left footer mzuri, anahitaji muda ndani ya Young Africans ili kuweza kuona hiyo sifa anayopewa ya AI anaweza kuimudu. Yes, umeona kama hapo kwenye hiyo build up, umeona tazama hiyo movement, muangalie Mudathir alipo, umeona Mudathir kwa pembeni na referee pale, timu ina flow, anaondoka, anapasia pembeni, ngoma inakwenda, anarudi, anakuja katikati, ana score. Lakini angalia ile moment wakati build up inafanyika, Mudathir unaweza kusema alikuwa ni mtu ambaye angeweza kusprint mpaka eneo ambalo anatakiwa alipokuepo pale Boyel, sio? Lakini akaona hata kuna namna ya kuongezeka na kuna namna. Nafikiri moja kati ya mtu ambaye aliongeza kitu kikubwa kwenye namna ya kutafsiri mchezo, Gamondi, nafikiri kuna kitu kikubwa alimuongezea. Kwa sababu ukiangalia wakati kwa chini ya Gamondi, Mudathir aliongeza namba ya magoli ambayo hakuwahi kuipata kwenye karia yake ya mpira. Alikuwa ni mchezaji hatari sana kwenye namna ya kuelewa mchezo. Kuanzia pale ni kama Mudathir akaanza kuwa ni mchezaji tofauti kwenye lile eneo analocheza yeye. Mbali ni kwamba anaweza kukuofa kwenye eneo la kukaba, lakini sasa kuna mahitaji ambayo Young Africans wenyewe walikuwa wamhitaji akabe sana kwa kiwango hicho. Lakini alikuwa ana uwezo mkubwa wa kupiga penetration pass. Kuna mechi wacheza na CBE, Mudathir Yahya basi alichukua mali afa kageuka, alivyogeuka kuna msitu wa watu, alipiga penetration moja ambayo alikimbiza nafikiri Chama yule.
Afu Chama kaenda kumfanyia mtu ubaya kule mbele, kama namfinya kaeka hapa kaenda kaipiga pale, sio? Kwa hiyo Mudathir amekuwa na matukio the same mechi na Mazembe, unakumbuka ile ya tatu ile 3-1 ilikuwa ni mali ambayo alichukua Mudathir chini, afu akamwanzia Aucho akaisogeza mbele, Mudathir akaiomba tena, afu akaipiga mbele kule. Alivyoipiga juu kushoto, wale Mazembe walienda kwa idadi ya watu wengi kwa lengo la kunyang'anya. Ule mpira ulivyohama kutokana na idadi, Mudathir akaenda kujiposition. Yani unaelewa, yani nazungumza kuhusu position ya Mudathir. Hiki ni kitu ambacho na yeye game reading yake kubwa kwenda na kama kawaida, yani ile namba 6 kama kawaida, nitafanya hiki nitafanya hiki Abuya, Muda, Pacome, Max mbele, tuangalie tuanze. Sasa hiyo game ability ndio ambayo inamfanya Mudathir kujitofautisha na wachezaji wengine. Ndio maana ukimwangalia Dumbia, mimi kwangu ni mchezaji mzuri, lakini anautumia mguu vizuri, kapewa jina zuri AI kwa tafsiri ya teknolojia, lakini bado ukiniambia anaanza Mudathir na Dumbia, nitakwambia hapana. Weke Mudathir hapa, anaweza kukupa kitu zaidi. Na ukiangalia ni udongo wa Unguja. Anajiita na kabila moja anaita Mshihiri. Nakwambia asili yake Omani, Mshihiri. Kwa ni mtu mbishi, mjeuri, lakini mpole sana. Pia anko, utasikia anko. Sikiliza anko. Lakini pia Msumi ambacho Rashid ameongea vizuri sana. Kitu ambacho kitakuwa ni added tena kwa Yanga, kama umechunguza kwenye mechi nyingi ambazo Yanga wanacheza kwenye eneo la kupora mipira, ama mtu ambaye unamuona anasafa ama anahangaika kwenye eneo la ulinzi wao wa juu, ni Duke Oga Abuya. Mara nyingi utamuona anacheza ile eneo. Sasa hivi ameongezeka Max kidogo. Kuelekea kwenye mechi ya FAR Rabat, ukiwa na wachezaji kama hawa wawili ambao timu inapokuwa kwenye out of position, imepoteza mpira ama inapofanyika zile transition za haraka, ukiwa na watu ambao tanki lao mpaka dakika ya 80, 85, 75 hapa bado wana hiyo nguvu, inakuongezea kwa kiasi kikubwa wewe kuweza kumaintain ule mpira na kuweza kufanya maamuzi mengine. Sawa, wakati tunaangazia Young Africans na mchezo wao dhidi ya FAR Rabat, si vibaya kwa wakati huu hapa tuweza kuangazia takwimu na kiwango cha wapinzani wa Young Africans ambao ni Association Sportive Forces Loyals FAR Rabat. Wenyewe wapoje katika takwimu zao katika ligi kuu ya Morocco pamoja na michuano ya CAF katika FAR katika msimu katika ligi kuu ya Morocco? Wamecheza mechi 8, wamepata ushindi katika michezo 5, wamekwenda sare katika michezo 3, hawajapoteza mchezo wote, wamefunga magoli 14 wakati magoli ya kufungwa ni goli 1 tu kama ilivyokuwa kwa Young Africans. Lakini kwenye upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika, takwimu zao zipoje? Michezo 4, wamepata ushindi katika michezo 3, sare mchezo 1, kupoteza ni 0, wamefunga magoli 8, wamefungwa magoli 2. Tofauti yao hapa na Young Africans ni kwamba ushindi katika michezo 3, wote ushindi michezo 3, kwenye sare Yanga ana sare, amepoteza mchezo 1, wakati FAR wao ana sare mchezo 1. Rashid, ndio pale nilipokuja kukuambia usichukulie mechi hii kwenye mtazamo rahisi sana. Ni mechi ngumu, na hata numbers hizo unazoziona hapo zinaonyesha kwamba ni kama mzania uko balance, lakini vitu vingi wanafanana kwenye hilo jedwali ambalo umetoka kulitazama. Mimi nataka kujaribu kuangalia zaidi kwenye namna ambavyo hizo namba zinaelekeza. Manake wote wanaonekana wana uwezo mzuri wa kuzuia. Na ndio maana unaona idadi ndogo ya numbers kwenye kuconcede. Na wana namba kubwa kwenye kuscore. Sasa kwenye moja ya vitu ambavyo Young Africans huwa vinawapa tabu kiasi, ni kwenye eneo la crossing. Na kwenye timu pinzani ambazo zina uwezo wa kuread vizuri kama hawa, nilikwambia moja kati ya strengths kubwa ya FAR Rabat kwenye namna ya kutafuta goli away, wao mawinga wao wale ambao unaita invite wingers
wao hawapigi cross kwenye maeneo ya kuzoeleka yale kwamba uka pembeni utacross. Wao wafanye katikati. Wao wanakulazimisha wewe wakati mpo kwenye group kubwa la kulinda pale. Ambao pale unakuta walimu wengi wanatengeneza ile banana shape. Wao wanalazimisha pale wapige through ball kutoka kwenye yale maeneo ili cross ikapigwe nje ya 18. Maana yake ile cross itakayopigwa nje ya 18, mpigaji anaweza kuchagua vitu viwili. Ni either aipige katikati yenu ilete hatari, au ipigwe V ili watu wa score. Sio? Sasa kwenye hiyo athari kwa mtu ambaye ametazama Young Africans kwenye huu msimu wote, wana mabeki ambao sifa yao kubwa ni ku overlap. Isla Mwenda, Boka, Shaba, unaelewa? Sifa yao kubwa ni ku overlap. Na ndio strength kubwa iliyokuwepo. Sasa moja kati ya athari ya mabeki ambao wanatumia kama wingback, wakiwa na overlap kwenye kuongeza idadi, wakiondoka, manake hapa kwenye eneo la defense unabakiza watu wawili. Kwenye hao watu wawili ikatokea umenyang'anywa mpira, na ndio tamaduni ya timu nyingi kutoka kaskazini. Wanapenda zaidi counter attack. Unaelewa? Wakifanya ile quick transition pale, maana yake kuna possibility ya kubaki 1v1. Sasa kwenye 1v1 au 2v2 au enelewa, yani ila tu ni kubwa kwamba nyinyi mtabaki na idadi ndogo ya watu. Wakati mnabaki na idadi ndogo ya watu, maana yake kujiwahi position mentally huwa haitokei. Nasema mara zote hapa, mtu yote anayecheza mpira au anajaribu kucheza mpira, ukishanyang'anywa mpira ukiwa unakimbizwa wewe, wakati unarudi unakimbizwa, obviously wewe hauwezi akili yako ika-stick kwenye position. Itastiki kuwahi kwenye eneo. Kwanza mimi nizuie uwahi kwanza kwenye eneo, ndio akili sasa stable ianze kuangalia nazuiaje. Sasa wakati wewe akili inakimbiza kuwahi kwenye position, tayari huyu mtu tayari kuna mtu anatokea analeta support. Wewe wakati unafika kwenye position tayari kuna setup nyingine. Unafanya maamuzi ya kufanya movement. Ukishafanya maamuzi ya kufanya movement, maana yake umeathirika. Sasa kwenye namna ambavyo Young Africans wanacheza, ikatokea wamefanyiwa hiyo transition. Manake ni rahisi zaidi kupoteza. Light kama inakuwa mimi kwenye mechi kama hizi za FAR Rabat, of course unaweza kumwanzisha Mwenda, lakini kwangu mimi nafikiri ni moja kati ya, kama yuko fit, Kibwana anaweza kaa ni mtu sahihi sana, kwa sababu Kibwana sio mzuri kwenye overlap. Ni mzuri zaidi kwenye kukaba. Anaamini zaidi kwenye kuzuia na kwenye kujilinda, sio? Kwa maana yake huyu pia ni sehemu ya advantage. Atakupa uhakika watu watatu wakati timu imetoka. Sio? Kwa maana yake anaweza kupunguza zaidi hatari ya kipindi nyinyi mmepoteza mpira kwa haraka. Sasa kwenye namna ya kuwin position, FAR Rabat msimu wa mwaka jana ambao walipata sare mechi zote za away, wakati walienda na Maniema, goli la FAR Rabat, Maniema ndo alikuwa anamiliki ule mpira. Wakawa win, wakapiga mpira mrefu, wakakimbiza, walivyokimbiza ikaenda ikatokea hatari, wakascore, wakarudi, maisha yakaendelea. Mimi naamini huo utaratibu ndio wanaamini kwamba huu ni utaratibu wa kwenda kucheza away. So Pablo Goncalves anatakiwa alitazame sana hilo pamoja na watafiti wake. Sawa, hayo ni Young Africans na tutakuwa tunayazungumza mengi sana kwa sababu bado tuna siku mbili kabla ya mchezo. Naamini kwamba unatamani kusikia kiufundi zaidi FAR Rabat na wanyota wa aina gani, wanachezaji uwanjani. Nafikiri kesho na kesho kutwa tutadili sana hapo kwa ajili ya kuweza kuangazia ile analysis yake, tactical analysis ya kuhusiana kwamba ni timu inachezaje na Young Africans ni mfumo gani ambao unapaswa kwenda ili tuweze kuona kwa uzuri wake. Inawezekana pia tukatumia bodi pale. Sawa. Hatuna tutakuta kuelekeza FAR huku tuweke huku, tucheze twende pale na bodi, kwa sababu ukiangalia zile takwimu zetu zimetuonyesha FAR ameruhusu goli moja kwenye ligi. Ni hiyo mechi ambayo ilikuwa ni moja. Kwenye hiyo moja
unaangalia ilo goli walivyoruhusu ilikuwaje. Nafikiri katika itabidi twende pale na board ya kuweza kuionyesha kwamba ni timu zinakwenda kucheza namna gani katika mfumo. Sawa, tutoke hapo katika Young Africans dhidi ya kikosi cha FAR Rabat, na kwa sasa tutaangazia taarifa nyingine kwa Simba Sports Club ambapo golikipa Musa Pimpin Kamara amefanyiwa upasuaji wa goti ambao umefanikiwa nchini Morocco na anatajwa kuwa nje ya uwanja kwa wiki 10 ambapo atazikosa mechi 4 za ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Kamara amekuwa nje akijiuguza kwa wiki kadhaa kabla ya vipimo kubaini kuwa anatakiwa kufanyiwa upasuaji ili kupona kabisa. Kumbuka Pimpin alipata changamoto ya jeraha la goti kwenye mechi dhidi ya Gaborone United, mechi ya marudiano ya pili ambayo ilifanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Tumtakie kila la heri Pimpin Kamara. Tumemisi zile 1 against 1. Ni Gaborone au Nsingizini? Gaborone. Ni Gaborone. Ni Gaborone. Nsingizini hajacheza zote mbili. Hakucheza. Zote mbili ndo kacheza. Alicheza Yakubu. Footwork. Amtuwezi. Ili hakikisheni amtuwezi. Na ndio kama hivyo, kama umeona kashapata majeraha ambayo. Na tuangazie kuhusiana na mechi ambazo atazikosa Pimpin Kamara. Ni mechi za dhidi ya timu gani? Simba Sports Club atapambana na Petro Atletico mechi ya Jumapili ambayo atakuwa sehemu ambayo ataikosa mchezo huo, lakini pia mchezo kati ya Stade Malien dhidi ya Simba Sports Club, Simba Sports Club dhidi ya Esperance de Tunis, Esperance de Tunis dhidi ya Simba Sports Club. Michezo minne. Hii ni kama pia ilimtokea Ayub Lakled. Pia naye alipata majeraha, kurejea kwake ikawa tena changamoto, Simba ikawa na mahitaji sana. Wajua kitu ambacho wanaogopa kwa goalkeeper, wakipata majeraha ya muda mrefu. Yaani maana yake hapo tafsiri yake ni kwamba ili Pimpin arudi golini ataikuta Simba hatua ya robo finali. Hadi bado mechi mbili. Ndio ataikuta hatua ya robo finali. Mechi mbili ambazo sasa wanasema Waswahili kufa kufaana. Kufa kufaana. Hapa ikatokea asiyefaa kafaa. Kuna kitu nanitafuta. Mimi nakujezea maneno tu ya ulumbi. Kuna kitu nanitafuta. Ya unye. Umeona bana? Sasa kwenye kufa kufaana bana, ikatokea Yakub Suleiman akafanya wanda sana kwenye hizo mechi ambazo ya Pimpin atakosekana. Possibility ya Pimpin Kamara kurudi itakuwa ni mtihani mkubwa. Na kwa nini inaweza kawa ni mtihani mkubwa? Makipa wengi huwa wakipata majeraha huwa wanakaa nje na uzito huwa unaongezeka maradufu sana. Sio, unaelewa? Na kwa sababu magolikipa huwa wanachelewa. Unajua katika goalkeeper na mchezaji wa ndani wakipata majeraha ya muda mrefu, mtu ambaye anarudi haraka ni mchezaji wa ndani kuliko goalkeeper. Kwa sababu gani? Goalkeeper kwanza ana vitu ambavyo vinamfanya yeye aweze yaani angalia Pimpin Kamara na uzito aliokuwa nao, alafu na mahitaji ambayo yatamfanya endelee kujirudisha katika hali ya kurudisha hali ya goti na kujiweka fit. Manake kuna namna ambavyo atakaporejea kwanza atakuwa na zoezi la kupunguza uzito. Hilo la kwanza. Hilo nakuhakikishia. Ataanza kupunguza uzito. 2, atakuwa na zoezi la kutafuta uharaka, wepesi. Kwa lazima itamchukua tena muda. Ndio hicho tunazungumza kuhusiana na nani? Na aliyetoka yule Ayub Lakled. Ayub alivyokuwa anajitibia, alirudi na uzito mkubwa sana. Kwa ilimchukua muda. Ulimchukua muda sana. The same to Aishi alivyoumia. Alirudi na uzito mkubwa sana. Na tukamwona Pimpin huyo mpaka tukamwona baadaye kulikava. Kwa hiyo ni muda wa Yakub kuweza kuthibitisha kwamba yeye ni goalkeeper wa daraja la juu. Anaweza wa kuthibitisha. Saki na Hussein Abeli wale ni kama alishafeli kuthibitisha kama yeye ni kipa mkubwa. Kwa sababu huu unaenda ni msimu wangapi?
watatu. Ni msimu wa watatu. Sasa Opportunity alishapata. Ninachokizungumza mimi mfano kama sasa hivi. Sawa? Bwana Pimpin kaumia. Unabaki na Ayub, unabaki na Yakubu Suleiman Zuma, mzee wa footwork, pamoja na yeye, pamoja na yule kipa wa aliyepandishwa. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio maana nikasema huwezi jua. Kuna mechi Chelsea aliumia Peter Cech alipowekewa kile kikofia, akaingia Peter Cech akaumia Carlo Shudic ambaye alikuwa namba 2. Alipotumia yeye pia ikabidi aingie Hilario. Sasa yeye ikabidi wasajili tena golikipa mwingine. Kwa ndio maana nikasema hatumwombee Yakubu aumie. Lakini wewe ni binadamu. Anaweza kaamka akawa anaumwa. Namba 1 anachukua nani? Abel. Yeah, of course, kwa sababu paka unasajiliwa Simba, unasajiliwa Yanga, unasajiliwa Azam. Manake wewe daraja lako ni tofauti na timu zingine. Kwa sababu ndo tunaamini kwa sababu ushindani na Abel alishathibitisha kwenye vilabu vya chini hivi. Huko Zanzibar, KMC, Prisons, KMC. Japo KMC akufanya sana vizuri. Lakini Simba wakaona kwamba huyu ni mchezaji ambaye anaweza kuthibitisha. So na kutoka golini kwake muda mrefu, mimi naamini kwenye ubora aliokuwa nao Yakubu anaweza kuwasaidia. Lakini Pimpin itamchukua muda kurecover, na tunamwombea kila laheri aweze kurudi, kwa sababu ni goalkeeper ambaye Simba wanamhitaji kwa hali na mali. Pamoja na madhaifu yote aliyokuwa nayo. Kwa sababu kuna kipindi alibeba maneno. Sawa. Tusalie hapo ndani ya Simba Sports Club, ambapo ukiachana na taarifa ya Musa Pimpin Kamara, jana klabu ya Simba imeendelea maandalizi ya kiufundi pamoja na hamasa kuelekea mechi ya Liga Mabingwa barani Afrika dhidi ya Petro Atletico di Luanda siku ya Jumapili. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Sports Club Ahmed Ali leo anataraji kuanza eneo la Buguruni Ilala jijini Dar es Salaam majira saa 4 asubuhi na kuelekea Pugu Kinyamwezi hadi Chanika. Wakati huo nyota wa Simba ameendelea na maandalizi chini ya kiufundi chini ya kocha mkuu Dimitar Pantev na meneja mkuu Dimitar Pantev na kocha msaidizi Seleman Matola kuelekea katika mchezo huo. Wakati hayo yanajiri, hapo kidogo zilikuja picha hapo. Sasa unaweza kujiuliza hizo picha hizo ni za nini? Hizo hapo. Huyu anaitwa Mulamu Ngambi. Huyu aliwahi kuwa pia mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Dodoma, lakini katika ile mabadiliko ya katiba miongoni mtu anajua football ni bwana. Sio tu football, African football. Yes. Utakuwa unanielewa. Sasa na huyo ni mkurungu, ni mwenyekiti Bulteza Mangungu. Sasa klabu ya Simba Sports Club jana Jumanne imefanya kikao na bodi ya ushauri ya klabu hiyo, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kuelekea mechi za Liga Mabingwa Afrika na zile za vipolo vya ligi kuu ya NBC. Miongoni mwa waliohudhuria kikao hicho ni wenyeviti wa zamani wa klabu hiyo Hassan Dalal Fidmash, Swedi Mkwabi, mwamba kabisa. Aliwahi kuwa, lakini pia aliwahi kuwa katibu mkuu na mjumbe wa kamati ya utendaji ya zamani ya Simba Mwina Sef Kaduguda, Simba wa Yuda. Hii Simba kuna mara ilifeli. Mwenyekiti wa Simba Sports Club wakati huu Multaza Mangungu, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Crescensus John Magori, aliwahi kuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi Mula Mngambi na mtendaji mkuu wa timu hiyo Zubeda Hassan walihudhuria pia kikao hicho. Namuona pale jaji mstaafu Thomas Miayo. Sijamuona Babla pale. Babla si amerejea. Sijamuona hapo. Hichi kinaonekana ni kikao cha Walumbi. Cha Walumbi hiki. Sijamuona Babla. Yaani umeona bado kuna mahala vitu haviko sawa. Tawi ile tunakwama wapi? Unajua? Sio unajua bwana Simba. Umeona pale? Simuoni pale Babla. Umesikia? Au yupo? Babla hapa yupo. Ndio maana nimekwambiaje? Babla anaingia katika ile bodi ya wakurugenzi, mjumbe. Sasa hii hapa nadhani wameenda ile bodi ya washauri na baadhi. Unajua kuna mtu mmoja leo kuniambia, kaambia Msumi, kuna sehemu ukiona hivi wakulu unajua hapa Simba Sports kuna jambo. Sio unaelewa vizuri? Ndio. Yaani
kuna nanilia fulani ukiona hii front line. Yaani umeona hiyo front line ambayo ilikuwa hapo. Alafu sasa hapo labda Mohamed Nassor, try again. Yule nani KD Kasim Deuji. Kasim Deuji. Unajua Muslim Luwei yule. Kuna yule nani yule alipataga matatizo, yuko wapi yule siku hizi? Hassan Hassano. Sasa Kaburu. Yule anaitwa Godfrey Nyange Eric Kaburu Perez. Unamalizia Perez. Sijamuona muda mrefu Perez. Ukivuta hivyo Perez. Wewe bwana Msulu unajua ona. Football wewe. Mwamba huyu hapa. Swedi Mkwa. Mimi nilikuwa nakubali sana itikadi zake. Bwana ayumbishwe kaka. Swedi sio umenikumbusha kuna kitu. Nilikuwa namkubali sana kwa kitu kimoja ile. Watu hivi. Wewe itikadi zangu kama zako. Hatuwezi kukutana hapa. Bwana wamekutana kwa ajili ya kujadili Simba na watu, Simba na viongozi wa bodi. Simba na viongozi wa bodi. Wote kaka, watu wote wana viongozi wa bodi kaka. Watu wote wana viongozi wa bodi. Simba na viongozi wa bodi kaka. African football? Simba kiboko kabisa. Take my words, Simba kiboko kabisa. Noga bora kama unataka kuchangia hivi alafu kama kufika kwa bahati mbaya. Na kuona alafu jana wakati hii picha inatoka mitandaoni, mimi nilikimbia kwenye comment kule. Na watu wengi sana wanapenda comment. Kwa sababu anakuwa nikimbilia huko. Unaendaga huko? Wewe unapata vitu vingi Ulumbi. Kuna vitu Ulumbi unavipata kule. Sasa angalia sasa unaweza ukaenda sehemu alafu mara papo kujisahau ukalike. Alafu kumbe wengi wajomba wanavyojua wana screenshot. Mbona shida ya biseme like? Maelezo mengi. Aliza karatasi. Bora uchukue simu ya mtu mwingine ukagua. Kwa like gift bacha. Wengi walifurahishwa kumuona Mulamu Ngambi pamoja na Mwina Seif Kaduguda. Yaani mjadala mkubwa ulikuwa hapo. Kwa nini Mwina Kaduguda? Kaduguda kwenye siku za hivi karibuni, kama ungekuwa umemfuatilia, alikuwa ni mkosoaji mkubwa sana wa vitu ambavyo vinaendelea Simba Sports. Kubwa sana, especially kwenye swala vya uongozi, timu inavyocheza, natokea Simba na Yanga. Yaani alikuwa ni mtu ambaye hivyo. Sasa ukimwona mtu amerejea, ameenda kwenye sehemu nyeti kama hii ambapo wanaizungumzia, kwa sababu ukiona watu wamekaa kama hivi kwenye uongozi, ni Simba Sports inazungumziwa hapo. Kwa hiyo unaelewa watu wafu umesema hivyo jo, akasema au atakuwa yuko mkoani mzee wetu. Sawa. Kuna yale makundi yote yanavunjika. Sasa hivi watu wanataka umoja na kitu kimoja kuelekea kwenye hii michuano mikubwa. Simba huko ambapo mara zote wapo ama ambapo wanakuepo kwenye hii michuano ya ligi ya mabingwa, inakuwa sio story tena kuizungumzia Simba huwa inafanya nini hasa kwenye hatua hizi. Kwa hiyo ambacho nakitaka kwenye ule umoja, leo Ahmed umemsikia anaanza hizo hamasa zake, lakini unaona uongozi sasa unajaribu kuchukua yale makundi wengi ambao wanayatazamia ama ambao wanazungumzia yapo, kuweka sehemu moja, watu wazungumze lugha moja ili timu iweze kufanya vizuri, hasa kwenye eneo la nje ya uwanja. Ili timu iweze kufanya vizuri, na ukiona hivyo unajua kabisa kwamba jambo linakwenda kwamba kujipanga kwenye kimataifa ili timu iweze kufanya vizuri zaidi, na tunatakia kila la kheri katika michezo yao. Kumbuka kwamba Simba katika msimu huu hapa wa ligi kuu ya NBC, takwimu zao zipoje? Simba katika michezo ambayo amecheza, Simba amecheza kwenye michezo mitatu, na katika hiyo michezo mitatu ambayo Simba ameweza kucheza ndani ya ligi kuu ya NBC msimu 2025-26, Simba amepata ushindi katika michezo mitatu, hajapata sare yoyote, hajapoteza mchezo wote, amefunga mabao 7 na amefungwa bao 1. Wakati takwimu, huyo ni kocha manager Dimitar Pantev akiwa yupo anatoa somo zaidi kwa wachezaji wake. Yes, Simba amecheza michezo 4, ushindi katika michezo 2, sare katika michezo 2,
kupoteza akiwa hajapoteza, wakati amefunga mabao 5 na yamefungwa bao 1 pekee. Kila laheri mnyama mkali Simba Sports Club. Tutoke hapo kwa wekundu wa Msimbazi Simba, tukaangazie taarifa nyingine ambapo kikosi cha Azam Football Club kinataraji kuondoka leo nchini kishaondoka kuelekea DRC kwa ajili ya kujiwinda na mchezo wao wa kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo watapambana na AS Maniema Union ya kutokea nchini Congo. Azam Football Club ambayo ipo chini ya kocha Flora Ikwenge Ibenge inasaka alama 3 muhimu katika huo mchezo wao wa kwanza wa kundi. Kumbuka pia Azam Football Club wako pamoja na Wydad Casablanca pamoja na Nairobi City Stars. Jeshi limeondoka. Huyu yupo? Yupo. Anacheza sentafu. Yupo. Senta wa pasi ile na Mbeya City ile wakati wa Mbeya City Day. Alicheza tena? Sijamuona. Alicheza. Lakini namuulizia yule Hilmat Barkat. Hilmat Barkat. Mtu sana. Achezi. Inawezekana labda kuna vitu ambavyo labda nao ndo amekuja vacation ya. Sio kwa Hilmat Barkat. Wewe Rashid, si ndio ulisema hapa Rashid? Washaanza kunitia mashaka, ndo sasa hivi akatoa risiti zake bwana. Nishaongea na watu tunaweka. Yaani Rashid nishabadilika. Ndo nishabadilika. Nishabadilika. Wananitia mashaka. Rashid, mbona unataka kunipe sababu? Kuna mtu mmoja nilimwamini kuhusu. Nishabadilika kwa sababu nikwambie. Mkurungwa. Ngoja kwanza. Mtu wa peponi. Nakuja majina yote. Safu ngoja kwanza. Safu ya Azam. Mechi za hivi karibuni. Manula huyo. Anacheza. Aish Manula huyo. Aish. Inshallah. Mwanga na furahi. Yule center back yule amekuja hapa na sifa kubwa sana Tanzania, na tuliamini anaweza kuja kuleta experience kubwa. Challenge. Yes, kwenye eneo la center back. Yoro Fuentes. Fuentes. Zuzwa. Zuzwa sasa anacheza pembeni. Si ndio? Lakini Landry na Edo pale. Ninachohisi kwa sababu simuhoni, si ndio? Ndio maana jaribu kuhisi, sio? Naona kama anapoteza ushawishi wa kuanza kikosi cha kwanza, na anapoteza kuwa chaguo la kwanza, amepoteza kuwa chaguo la pili, na huenda akapoteza kuwa chaguo la 3, kwa sababu hata mabadiliko ambayo nimeyashuhudia akiyafanya mwalimu Flora Ibenge, atakapofanya mabadiliko kwenye eneo la mtu wa kati, bado yeye sio chaguo la pili. Hata ananyanyuliwa mtu mwingine. Sasa hii inanitia mashaka. Ndio maana nakwambia huyu mbona kama naye amekuja vacation. Sio? Kwa sababu nilichotegemea kwa experience na sifa alizokuja nazo, niliamini huyu angekuwa chaguo la kwanza, angekuwa lazima na Fontes Mendoza. Kutokana na energy ya Mendoza. Na experience alikuwa nayo huyu, maana yake obvious nitegemea huyu angekuwa anaanza, sio? Lakini mwalimu ameendelea kuona chaguo la Fontes Mendoza, Yoro pamoja na Zuzwa. Zuzu. Yule ndo Zuzu. Sio Zuzwa, Zuzu mwingine. Randy, kwa sababu Randy kama asipocheza kushoto anarudi ndani. Si ndio? Na option ya pili ya Ibenge amekuwa akifanya kwa Edo Manyama. Sio kama unanielewa. Maana yake hapo ni time kama ataanza na back 3. Akirudi kwenye utaratibu wa kawaida, maana yake hapa substitute ni Edo. Maana sasa yeye yupo na yule bwana mdogo Lawi. Lamek Lawi yupo. Alafu kuna bwana mdogo mwingine alipandishwa Sasa Lamek Lawi na yule bwana mdogo wa under 20 ndio wakasema okay. Kwa sababu muda upo. Sasa huyu Lawi ana muda. Sasa sio si under 20 kaka au yule sio under 20? Ni under 20. Yaani mimi hoja yangu kwamba Lawi anahitaji muda. Yaani kwenda kucheza Azam. Kucheza.
Lawi sio wa muda. Sasa kwa mabeki waliokuwepo shekhe, yani kwa mabeki waliokuwepo yani Kanje Lawi anahitaji muda wa kujifunza vitu vingi, kwa sababu wale mabeki wote waliokuwepo. Mimi siamini katika Lawi anahitaji muda. Mimi naamini Lawi anahitaji kupambana apate nafasi. Hawezi kupambana kwa sababu wale wamemzidi quality na experience wote wale. Yani wale wote wamemzidi quality na experience. Experience ya ligi kuu Lawi yana. Sasa utafanisha na Edo Manyama. Utafanisha na Fuentes. Utafanisha na Yolo. Hoja yangu ni kwamba Lawi ikacheza misimu mingapi ligi kuu? Mfano miwili. Miwili. Ngoja Rashid. Miwili. Moja si ndo alikuwa alipata tuzo akawa ndo mfano ule msimu ule beki bora ule msimu ule mwaka juzi. Kwa hiyo mwaka jana alikuwa hana msimu mzuri sana Lawi, kama alipata majeraha sana msimu wa jana. Yani kwa nani ya kawaida hata ungekuwa furahi benki. Kama unakumbuka hata mwalimu Mwambusi. Mwambusi akati anapewa timu Lawi anajiuguza. Akati anatengeneza timu akaanza kumrudisha Lawi kidogo akawa anaanza Viva nani na Ballas na Abda Dennis taratibu, mwisho wa siku akaanza kumpanga Mukrim. Ilikuwa Mukrim Mukrim alikuwa na nusu msimu kabla hajaenda akaanza pale pap. Kwa Lawi hakuwa na msimu mzuri sana. Kwa manake kama kuja kurecover fit sasa ndio aje kurecover kiwa Azam. Na kwa umri wake manake ana muda zaidi wa kufanyaje wa kujifunza kutokana na hawa masinia. Sasa mimi hawa sina shida nao. Shida yangu ni huyu ambaye katoka Blood. Unajua mbona umenikumbusha Vedatus Masinde wa Simba rasio ndio TMA. Yule naye bwana mdogo umeona ambaye yuko Simba kule. Sasa hawa umri wao haina shida. Sasa mimi shida yangu ni huyu ambaye ametoka Blood. Anakuja lengo ni kuona experience yake tofauti ambaye alikuwa anafanishwa na Ramos anafunga na akatuonyesha kwenye Mbeya City Day kwamba ana uwezo wa kucheza na uwezo wa kushambulia sio. Sasa kadiri anavyoendelea kupoteza ushawishi, kwa nini tusimpe nafasi? Kwani Landry Zuzu imekuaje? Landry Zuzu imekuaje? Zuzu alikuja kwa mbadala wa mtu ambaye alipata majeraha, na bahati nzuri alikuja akawa anatumika kwa kiwango ambacho unamuona, yani unapata muda lakini unamuona, lakini msimu ni bado Rashid. Lakini sasa mimi ninavyoitazama ya Ibenge kama mtu hapo wote sasa tuanze kuonekana. Hapana, yani jinsi ninavyoitazama timu ya Ibenge ukimwona Muhammad muone anacheza pale, yani simuoni huyu kama anaweza kuingia kwenye hiyo timu. Yani ndio maana nimekwambia option ya kwanza na option ya pili bado simuoni. Fuentes amepata kadi nyekundu kwenye mchezo wa Namungo. Ngoja Azam rudi kwenye ligi, kama utamuona atacheza. Atacheza na kupigia simu. Hata mimi nipigie. Hata mimi nipigie. Maana mechi haijachezwa. Acha acheza. Hata mimi nipigie. Yaani kwa sababu simuoni kwenye option ya kwanza na simuoni kwenye option ya. Kwa hiyo option ya tatu umemwona Barakati anacheza. Mimi kama Rashid ananijua. Mimi hiyo option yangu nionyeshe vishale tu. Basi. Hii option ya tatu ndio ambayo inanipa mashaka ya kutamka kwamba huyu kama naye amekuja vacation. Sasa achana kesi ya huyu center back ambaye simuoni. Nakuja upande wa Barakati. Sawa, hili winga mzuri, anajua boli, ana speed, ana kila kitu. Jezi namba 10. Hivi jezi namba 10. Nice namba 10. Namba 10. Umeona? Sasa na yeye mashaka yangu napoanza kuingia mashaka na yeye. Mwalimu anatumia mawinga. Sindio? Wakati huyu bwana yupo kwenye timu ilikuwa na miss Nado, na miss Sop, ilikuwa na miss Fei ambao hawakuwepo. Wamerudi kwa spidi ambayo nilikuwa nimemwona nayo. Nikasema huyu anaweza kwenda kupunguza moja kati ya wachezaji ambao hawapo. Sasa wamerudi. Manake Ibenge alichukua time kuwatazama zaidi Nado na Sop. Na eneo ambalo anacheza Barakati. Mwalimu inaonekana amevutiwa zaidi na Nado na Sop. Kitendo cha kuvutiwa na Nado na Sop manake huyu anakaa nje. Na ukimtazama Sop kuna kitu ameongeza. Ukimtazama Nado ndio kabisa moto umewaka. Si ndio? Sasa inanifikirisha kuanza kufikiri kwamba
huyu Barakat kwa machaguo ya mwalimu Ibenge chaguo lake la kwanza Edinado, upande huu chaguo lake la pili Sopu. Chaguo lake jingine anakuja kwenye viungo ambao watakuja kukaa kwenye maeneo. Nafasi ya huyu iko wapi? Inanipa tena mashaka. Umeona nafasi ya huyu iko wapi? Ambaye mwanzo nilikuwa naamini ni mchezaji ambaye anakuja naye kuongeza kitu. Ndio napokuja majibu kwamba huyu naye anaongezeka kuwa mtu wa pili kama anakuja vacation. Sikatai quality yake. Muhsin tayari kashatoka. Yaani mimi nasema ni kashatoka. Inabidi apambane sana. Kutoka wapi? Kwenye kikosi cha kwanza. Yule kashatoka. Sawa. Rashid apambane sana. Sasa kwenye kupambana sana ndio unakuja sasa sioni mabadiliko ya mwalimu Ibenge kumuona huyu kikosini. Sawa, Rashid, asante. Na uzuri bwana takwimu, Azam Football Club mpaka sasa amecheza michezo 3, amepata ushindi katika mchezo mmoja, michezo 2 yakienda sare dhidi ya Namungo Football Club pamoja na JKT Tanzania. Hajapoteza mchezo wote, magoli ya kufunga ni 4 wakati magoli ya kufungwa ni 2. Mpaka sasa ana alama zake 5. Na yupo nafasi ya 11 Azam Football Club katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Wakati katika kombe la shirikisho barani Afrika chini ya kocha Flora Ikwenge Ibenge, michezo 4, ushindi katika michezo 4, hajapoteza mchezo wote, magoli ya kufunga ni 13, magoli ya kufungwa 0. Unaweza kuona kwamba jinsi ambavyo Ibenge amejipambanua katika msimu huu unavyoanza katika mashindano ya ndani pamoja na kimataifa. Hayo ni ya Azam Football Club. Tuwatakie kila laheri na safari ya kuelekea DRC waweze kufika salama na kupata matokeo mazuri katika mechi yao dhidi ya Maniema Union. Kwa sasa tunakwenda mapumziko, lakini bado nitakuwa na wachambuzi wangu Idi Nonga pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Mimi ni Saidi Salim Msomi. Tafadhali endelea kuwa nasi. Wakati huu hapa, asante. Hii ni Viwanjani, baba ya vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Salim Msomi, nipo pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa, pamoja na Idi Nonga kwa ajili ya kuweza kuangazia mengi sana. Bado tupo katika soka letu. Kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nasi, tumeangazia kuhusiana na matayarisho ya Young Africans kuelekea visiwani Zanzibar hapo jana, wachezaji ambao wamewasili tayari ndani ya kikosi hicho, lakini pia matarajio ya wachezaji ambao watawasili katika siku za hivi karibuni. Lakini tumeangazia Simba Sports Club, tumeangazia pia Azam Football Club, lakini nikukumbushe tu matukio muhimu ambayo hupaswi kuyakosa katika kisimbuzi chako cha Azam TV. Kumbuka Ijumaa hii hapa Al Hilal dhidi ya MC Alger saa 10 jioni, lakini Jumamosi sasa Young Africans dhidi ya FAR Rabat saa 10 kamili jioni. Lakini muda huo mmoja Mamelodi Sundowns, Masanda Wana, Yellow Nation, The Sky's Limit chini ya kocha Miguel Cardoso watakuwa wanakaribisha FC Lupopo, wakati Esperance de Tunis ambayo nyuma ilikuwa inafundishwa na Miguel Cardoso, miongoni mwa mechi moja tamu sana ilikuwa Cardoso alipokuwa anapambana na Esperance de Tunis. Lakini wenyewe Taraji Doura watakuwa wanapambana na Stade Malien, wakati Al Ahli wenyewe watapambana na JS Kabylie, wakati Pyramids atapambana na Rivers United. Wakati Jumamosi hiyo hiyo kuna shughuli tena tamu, kwa sababu Maniema Union Jumapili anakuwa anapambana na Azam Football Club, lakini pia Simba Sports Club dhidi ya Petro Atletico. Lakini Jumamosi sasa saa 4 usiku ni mchezo kati ya Shabab Riyadh Belouizdad dhidi ya Singida Black Stars. Ni vita makocha wawili ambao walipita ndani ya kikosi cha Young Africans. Hapa namzungumzia Siad Ramovic pamoja na Miguel Angel Gamond. Lipia kisimbuzi chako kwa shilingi 28,000 kuepuka adha ya kimtandao, lakini kupata burudani tamu sana ya uhondo wa ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini bila kusahau pia ligi kuu ya NBC ikiwa inarejea tena Ijumaa kwa michezo 2 kuweza kuchezwa. Kwa hiyo ni uhondo juu
ya uhondo ndugu zanguni. Umenipa fikra hapo. Wanatamani sana yule Cardoso afundishe Yanga. Miguel Cardoso. Afu Ribeiro afundishe Simba. Ribeiro ile kwa Orlando akaenda Al Ahly. Sasa Cardoso ameipata na Nilia. Alipata Mamelodi tangia msimu wa mwaka jana. Yaani msimu uliopita yani haujamalizika. Ushi zake yeye jalishi yuko wapi huyo mtu saizi? Muda gani? Vipi? Sawa, muda vipi she? Kwamba yeye ndio ushi zake hizo. Yaani nyinyi mjanielewa swali langu. Yaani kwa muda gani? Yaani baada ya kutoka kwenye hizi timu umeelewa vizuri? Au kabla kabla Miguel Cardoso kujiunga na Mamelodi, ndio msingi wa swali langu. Wewe msimu unataka kuchambua. Wewe unataka kuchambua. Nakwambia. I wish hivi vitu yani hata kama ni mbali basi hata msimu ujao. Viwepo yani. Mbona kuna vitu vingine Cardoso, Ribeiro, Benge, mbona kuna makocha Gamondi, umeona safu hiyo? Mbona kuna makocha wengine amuawishi? Sasa Mwenyezi Mungu alitengeneza Jumanne siku ya matatizo. Sio Jumatano. Mimi nimekwambia mbona kuna makocha amuawishi kwamba wawepo Simba, Yanga na Nilia? Kwa sababu sijawataja hao makocha. Na sisi hata kwa sisi tumesema lolote. Yaani msimu anachambua sana. Mimi sichambui. Mimi I wish. Yeye anataka anapenda hivi, anapenda itokee hiyo. Yanga wamchukue awe kocha wa Yanga. Simba wamchukue Ribeiro. Afu Singida wana Gamondi, Azam wana Ibenge. Unaonaje hapo? Unasemaje? Mimi wish yangu ni jambo la heri hilo. Lakini mimi natamani siku moja ikija kutokea ndio Simba ifundishwe na mzawa. Nani sasa? Yanga. Mimi simetaja majina hapa. Subiri sasa. Mbona unachambua na wewe sasa? Mimi nimekuuliza. Twende taratibu. Mbona unachambua sana? Mimi nimekuuliza. Taja basi, mimi nimetaja. Mimi nimetaja Simba, Yanga. Au unataja timu afu unakuja kutafuta majina ya wazao nyuma. Umeona bwana? Umeona mama? Katika majina ya wazao utaendelea kuya mention. Tuendelee. Simba iwe na mzawa, Yanga iwe na mzawa, Azam iwe na mzawa, Singida iwe na mzawa. Alafu sasa timu zote zifuzu kama zilivyofuzu hivi. Kama zifuzu hivi. Unajua kuna muda national team ya Nigeria ilikuwa wanabadilishana makocha wa nyumbani. Utamwona yule Igovan, marehemu Shaibu Amadu, utamwona Misande Ulise, Big Boss, atachukua Steve Keshi, Siasia Samson Siasia. Yaani unaiona inazunguka. Hata msimu uliopita Nigeria, yani ilifundishwa na kocha ambaye alikuwa bingwa wa ligi ya Nigeria na mwingine shika nafasi ya pili. Wakawachukua wale wakamnunulia national team. Ni mwaka huu nadhani hapa tunazungumzia kwenye ligi. I wish. Ndio maana nakwambia tengeneza hiyo picha hapo. Tupe makocha wako. Alafu inazungumzwa NBC ndio ligi namba 5 barani Afrika. Alafu ina makocha wao Cardoso, Ribeiro, Gamondi, Benge. How do you feel? Na wewe how do you feel ukiona kama makocha wazawa pale? Nitajie sasa nani. Tupe. Makocha wetu wazawa A list ni wakina nani sasa hivi? Mimi Taubaya. Kwa swali ndio kwa gumu. Endelea kulipia kuangalia Ottoman. Osman Bey akienda kukoka kwa Ibrahim Bey. Waweke hapo. Nimekuuliza A list wetu na kina nani? A list ya Tanzania? Makocha A list ya Tanzania. Meki Maxime. Ahmad Ali. Malale 50. Emedi Morocco. Julio vipi? Julio? So A list wewe? Julio kaa kwenye timu muda mrefu. Alikuwa kama kocha msaidizi. National team kafundisha yule bwana. Ankali MC alifundisha hapa msimu uliopita. Ankali Juma Mgunda Ankali kama ni Josia au bado
Amani Josia. Amani Josia bado bana. A-list. Simesema A-list. A-list. Sawa. Kwa hiyo basi mwingine nani? Halid Adam. Halid Adam. Senior. Akina Mayanga. Halid Adam. Halid Adam. Mayanga. Kwa hiyo umeona sasa, umeona ile list ambayo unahitaji. Hata ndo tuchukulie tupachikie kwenye hizo timu sasa. Pachika basi wanne hapo. Wenye vigezo yoyote? Msoi mbona unaandikia bongo na penseli? Wewe ndo unakoleza. Wewe ndo unakuwasafishi. Wewe ndo unakuwasahihi hiyo mtihani. Wewe ndo unakoleza. Sawa. Tulishawataja hawa hapa. Mimi wangapi tumetaja? Wengi. Hapo sasa sikuchagua. Sasa chagua wanne hapo. Kwa sababu chagua wanne wapachiki hapo. Simba pale. Mimi nitachokifanya. Si tunasema huyu aende wapi uende wapi. Wewe pachiki. Kwa hiyo kaka wanaenda wawili. Sio wawili. Basi turudie. Yaani mimi wanne wangu ambao kusema na wapatie list. Wapatie timu. Tuambie. Wapatie timu. Halid Adam. Twende Singida kwanza. Tukaangalia kikosi cha Singida Black Stars ambacho kimewasili salama Algeria hapo jana wakipitia Uturuki Antalya na kisha kuelekea Algeria. Kumbuka msafara wa kikosi cha Singida Black Stars wanakwenda kupambana Jumamosi saa 4 kamili za usiku kupambana na kikosi cha Shabab Riyadh Belouizdad kwenye mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Mchezo huo utapigwa katika jiji la Algiers saa 4 kamili usiku na kuonyeshwa mbashara na Azam Sports 1 HD. Mwenzetu Khalibu Mzinga ameongozana na msafara wa Singida nchini humo, anatujuza zaidi kinachoendelea pindi ambapo klabu hiyo ilivyokuwa inaelekea katika nchi ya Algeria. Bwana, moja kwa moja kutoka katika uwanja wa ndege wa Algiers ndani ya nchi ya Algeria ambako kikosi cha Singida Black Stars wakati huu ndo kimeingia hapa katika jiji hili kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wao wa kombe la shirikisho Afrika dhidi ya CR Belouizdad katika uwanja wa Nelson Mandela siku ya Novemba 22. Lakini baada ya kufika tu tumepata nafasi ya kupokelewa na balozi wa Tanzania nchini Algeria, Imani Njalikai. Yeye nipo naye hapa na tuweza kupata mawili matatu kutoka kwake. Habari ya wakati huu? Njema kabisa bwana Gadi. Habari ya Algeria? Algeria kama mnavyoona, Algeria kwa salama. Pia ndio hali ya mbaki hapa, lakini kwa ujumla kwa awali ya yote tungependa kufahamu kuhusu neno lako la mapokezi kwa kikosi cha Singida na mashabiki wa Singida pamoja na Watanzania kwa ujumla. Neno lako la mapokezi kwa hao. La kwanza ni wakaribishe sana hapa Algeria Singida Black Stars. La pili ni wahakikishie tu kwamba wako katika mkono salama. Objective ama lengo letu la kwanza kabisa ni kuhakikisha wenzetu hao wanafika hapa salama na tumewapokea salama. Na pili kulikuwa na bwana Kasano Jonathan, CEO wa Singida Big Stars, pamoja na bwana Omar Kaya, wao waliwasili kama advance party. Kwa hiyo mambo mengi tuliyaweka sawa kabla hawajafika. Na mimi leo nimefika hapa maksudi kuwapokea ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Na kama mlivyoshuhudia tumefika salama, wachezaji wote wako katika hali nzuri, benchi la ufundi pamoja na viongozi. Kwa hiyo tunawatakia kila la heri katika mchezo wa tarehe 22 na mimi binafsi huenda nikaweka kushuhudia huu mpira. Kwa hiyo tunawakaribisha, nawatakia kila la heri katika mchezo huo. Tutakapojiri haja ama jambo lolote ambalo wanaona balozi atawasaidia, basi tuko tayari kutoa ushirikiano. Na vipi kuhusu kuhusu mazingira sasa hivi hapa Algiers? Algeria ama Algiers kwa sasa tunaingia katika msimu wa winter, japo bado baridi halijachanganya, lakini washauri tu kwa wale ambao wameongozana na timu na hata wachezaji kuchukua tahadhari ya hali ya hewa. Hali ya hewa kidogo sasa hivi ni ya baridi, japo halijachanganya, lakini kuna hali hiyo ya baridi. Kwa hiyo tuvae nguo nzito na wachezaji tujitunze ili tufike katika kipindi cha mchezo tukiwa katika hali ya utulivu na hali ya kuweza kujibu mchezo. Lakini pia kwa upinzani, wapinzani ni wazuri. CR Belouizdad ni miongoni mwa zile top 4 timu kwa upande wa Algeria ambazo tunafanya vizuri. Kuna Usma, kuna MCA pamoja na JS Kabylie.
lakini changamoto labda ama tofauti ya CR Belouizdad na hao wengine ni kwamba CR Belouizdad wao ni wageni, ni timu ambayo imekuja katika miaka ya hivi karibuni na haina mashabiki wengi kulinganisha pengine na MCA na Usma. Kwa hiyo pengine hilo kidogo linaweza likawa likaleta hueni kwa maana ya ile hostile environment wakati wa mchezo kwa upande wa Singida Big Stars, lakini technically ni timu nzuri na miongoni mwa makocha wazuri. Kumbuka kocha Sidi Ramovic alikuwa akifundisha Young Africans, ndio kocha wa CR Belouizdad na wanafanya vizuri katika ligi. Kwa hiyo tutegemee mchezo mgumu, mchezo mzuri. Kwa kikubwa tutegemea sasa mjiandaje na mbinu za mwalimu. Shukrani sana. Asanteni sana, karibuni Algiers. Bwana, huyo ni mheshimiwa balozi wa Tanzania nchini Algeria. Lakini kama haitoshi, niko na kiongozi wa msafara kutoka shirikisho la soka la Tanzania kwa maana ya TFF. Huyu ni Salum Kulunge, yeye ameongozana na Singida Black Stars mpaka hapa Algiers. Bwana, mambo vipi? Pole sana kwa safari. Alhamdulillah, nashukuru Mungu tumefika salama, ni jambo jema sana. Tuambie safari ilikuwa kutoka Dar es Salaam mpaka Istanbul mpaka hapa Algeria, umeionaje? Of course safari ilikuwa nzuri kwa sababu hatupata vikwazo vyovyote njiani. Tumepumzika kwa muda mfupi ambao kama masaa mawili, jambo ambalo lilikuwa la kawaida kabisa, na tumeingia hapa Algeria. Uzuri wa Algeria ni kwamba tumekutana na ubalozi wetu ambao wametupokea vizuri sana, ambapo hakuna tatizo lolote, kila kitu kimeenda vizuri, vijana wameshatoka na sisi wenyewe ndio tunamalizia kutoka hapa kwa ajili ya kwenda kupumzika hotelini hivyo kuanza taratibu zingine. Mimi niseme tu namshukuru balozi wa Tanzania nchini Algeria kwa jinsi kufanya ushirikiano mkubwa, labda kuonyesha hapa. Hii inaonyesha jinsi gani umoja wetu na serikali una dhamira gani katika football ya Tanzania. Naamini kabisa itatusaidia kufanya sisi. Yapi matumaini yako? Matumaini yako ni makubwa kwa sababu ukiangalia jinsi vijana walivyo kushia na kustawisha na wote wako vizuri kabisa, unawaona na hali na kutaka mchezo. Na bahati nzuri mazingira tunakuta Algeria sio mabaya, mazingira ambayo kama ndio hapa kuna baridi kiasi, kwa hiyo mpira unaweza ukacheza Yes, bwana, tumewasikia vizuri, tumemsikia balozi, lakini pia tumemsikia mkuu wa msafara kutoka TFF katika safari hii. Singida Black Stars wanashuka uwanjani Novemba 22 katika uwanja wa Nelson Mandela hapa jijini Algiers. Mimi ni Gharib Mzinga, nyuma ya kamera ni Conrad Kashasha. Mpaka wakati mwingine. Asante sana Gharib Mzinga, Kilwa Finest pamoja na Conrad Kashasha kwa ajili ya vile ambavyo umetupatia hapo Algiers. Na kwa wakati huu hapa tukiwa tunatoka Algiers, basi ni kupeleke moja kwa moja mpaka Buguruni, Dar es Salaam, ambapo Simba Sports Club mnyama mkali anaanza kampeni zake za hamasa mtaani kwa ajili ya kuhamasisha mashabiki kuelekea Benjamin Mkapa siku ya Jumapili. Na kwa sasa tuungane na mwenzetu Idrisa Rajab ambaye yupo Buguruni kwa wakati huu pamoja na msafara wa hamasa wa Simba Sports Club. Idrisa, hali ya mambo ipoje kwa wakati huu? Naam, ni hamasa za Simba Sports Club kuelekea katika mchezo wao dhidi ya Petro Atletico, mchezo ambao utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa Novemba 23. Hapa ni mashabiki wa Simba ambao wameanzia hapa hamasa zao, lakini uzinduzi rasmi unaenda kufanyikia kule Chanika Zingiziwa. Hawa ni mashabiki wa Simba ambao wanaendelea na hamasa kama unavyoweza kuona hapo kati. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ali akiwa anaongoza hamasa hizi. Ukifika hapo katikati ndio unaweza kumuona Ahmed Ali pamoja na mashabiki wa Simba wakiwa wanaendelea na maandalizi yao kuelekea katika tawi la Zingiziwa kule Chanika katika uzinduzi rasmi wa hamasa hizi ambazo mchezo utakuwa ni Novemba 23 katika dimba la Benjamin Mkapa. Naam, ni mashabiki wa Simba hao ambao wanaelekea katika mchezo
huo wa Novemba 23 dhidi ya Petro Atletico. Bwana mambo vipi? Shwari kaka, mambo vipi? Bwana, mchezo dhidi ya Petro Atletico, mashabiki wa Simba mnaonekana mmejitokeza kwa wingi kwenye hamasa hizi, mnaenda kuzindua hamasa hizi kule Zingiziwa Chanika. Kwa upande wenu unafikiri hamasa zinaenda kufana kiasi gani? Si hamasa zitakuwa nzuri kweli kweli, kama unavyoona ndo tunaanza safari hapa kuelekea ukanda huo wa Chanika mpaka Zingiziwa. Kwa kweli hamasa zitapokelewa kwa mashabiki kwa asilimia kubwa. Kila mtu anategemea fike hamasa aweze kukata tiketi, kwa sababu nia na mazumuni ya hamasa hii ni kuwatembelea, kuwapitishia Watanzania wakate tiketi. Kwa hiyo wakate tiketi kwa wingi. Unapoona hamasa na bila popote, simamisha, chukua tiketi. Nia na mazumuni tukashangilie Simba yetu siku ya 23. Bwana asante. Naam, kwa tuongee na meneja habari na mawasiliano Ahmed Ali. Watu wanaendelea kupiga naye picha hapa, lakini tupate neno lake moja tu kuelekea Zingiziwa Chanika. Ahmed, tupo live kupitia kipindi cha Viwanjani, na kwa upande wako mmeanza hapa na burudani wana Simba Buguruni, lakini mnaelekea Chanika. Maandalizi yapoje kwanza ya hamasa? Maandalizi yamekamilika kwa 100%. Tunakutana hapa Buguruni Sheli maarufu hivyo na kuanza safari ya kuelekea Chanika Zingiziwa, ambapo tutapitia tawi la Pugu Kinyamwezi. Tasimama tutazungumza na wanasimba wa maeneo ya Pugu pale, na kwa wale ambao wanahitaji kununua tiketi katika maeneo haya ya Pugu tasimama kuwauzia, na baada hapo safari itaendelea. Tasimama Chanika Taliani, kuna tawi letu pale, tutawasalimia watu wa Taliani na kuwauzia tiketi. Mwendo mdundo safari kuelekea Zingiziwa, tasimama Chanika Msumbiji, kuna tawi letu pale Chanika mwisho, tazungumza na wana Msumbiji. Baada hapo tunakunja kona kuelekea Zingiziwa, na taraji hadi kufika majira ya saa 6 tuwe tumeshafika Zingiziwa. Zingiziwa tutakuwa na shughuli mbili. Ya kwanza ni uzinduzi wa tawi la wekundu wa Zingiziwa na vile vile uzinduzi wa hamasa. Kwa uzinduzi wa hamasa rasmi utafanyika hapo Zingiziwa, na baada hapo tutaondoka Zingiziwa, tutakwenda Chamazi Vigoa kwenye tawi la wekundu wa Vigoa, na kwenyewe vile vile itakuwa ni uzinduzi wa tawi la wekundu wa Vigoa sanjari na mwendelezo sasa wa hamasa baada ya kuwa imezinduliwa rasmi Zingiziwa. Kwa hiyo kimsingi ndio ratiba ya leo, na hamasa yote hii lengo lake kuu ni moja tu, kuwafikishia wanasimba ujumbe wa tarehe 23 sanjari na kuwauzia tiketi ya tarehe 23. Nikushukuru sana Ahmed. Asante sana. Tuanze safari. Na wewe umo bwana? Nimo. Mbali haturudi leo. Kimsingi nimeaga. Haturudi leo. Hii ndio ile ndefu upangwa na Mungu, ndio hii sasa. Bwana shukrani sana Ahmed. Bwana, ni kuelekea katika tawi la Zingiziwa Chanika, na kama unaweza kuona hapa mashabiki wa Simba wanaelekea katika uzinduzi huo wa kuelekea katika mchezo wao dhidi ya Petro Atletico ambao utakaopigwa Novemba 23. Nirudishe matangazo haya studio hapa. Shukrani sana Idris Rajab. Neno la Ahmed ndo ndefu lopangwa na Mungu. Ndefu lopangwa na Mungu. Ndefu lopangwa na Mungu. Yaani ukiulizwa kwa nini umenaniwa na Mungu ndo kapanga. Tukapo pap. Basi unaishia hapo. Na sijui kama Idris akamuelewa. Sidadi. Angekuwa amemuelewa ile mic ingekaa chini. Sawa, tuangazie takwimu za tunaangazia pale Algiers kwa mzinga. Tuangazie takwimu za Singida Black Stars kwa msimu huu hapa katika mashindano ambayo ameweza kushiriki, hususan ligi kuu ya NBC. Takwimu zake zipoje Singida Black Stars mpaka sasa? Singida amecheza michezo 3, amepata ushindi katika michezo 2, wakati akiwa amekwenda sare mchezo 1. Hizo ni takwimu za Singida Black Stars. Michezo 3, amepata ushindi. Hapo kidogo hapo kuna ni sare 1 ameweza kupata. Ni sare yenyewe alipata dhidi ya Pamba Jiji Football Club. Singida Black Stars na kishinda michezo 2, amefunga mabao 3, amefungwa bao 1, ana alama 7, yupo katika nafasi ya 6. Wakati Singida Black Stars katika michuano ya kombe ya shirikisho barani Afrika amecheza michezo 4, amepata ushindi katika michezo 3, amekwenda sare mchezo 1, hajapoteza mchezo wote, amefunga magoli 7 na amefungwa magoli 3. Kidogo katika upande wa kombe la shirikisho huku unaweza kuiona ile idadi ya mabao 7 kufunga, 3 kufungwa. Ni wapinzani pia ambao wanakutana nao. Singida Black Stars
hiyo changamoto lazima akutane nayo. Kwa sababu ni timu ambayo haikupi historia ya kuwahofia. Kwanza inakujenga wewe kuwa na confidence ya kuamini unaweza kupata matokeo dhidi yao. Sasa utakapokutana nao kiwanjani ndipo ambapo unaenda kukutana na taswira tofauti. So wapinzani ambao wamekutana naye Singida Black Stars kwenye makaratasi walikuwa ni wakubwa kabla ya Singida Black Stars. Lakini baada ya dakika 90 ndio kuja kugundua kumbe Singida hawa ni wakubwa kuliko hawa. So timu kama Rayon Sports, timu kama Rayon Sports, timu kama Flambeau ni timu ambazo zina experience kubwa kuliko Singida Black Stars. Lakini baada ya dakika 90 kumalizika, mashabiki na mabenchi ya ufundi na baadhi ya wadau wa mpira wa miguu wa hizo nchi wakakubali kwamba kumbe sisi timu yetu ina vijana wengi wanapaswa kujifunza kutoka kwa hawa. Kwa walichokugundua kwamba Singida Black Stars sio ile ambayo tulikuwa tunatengenezea picha. Baada ya kucheza nao wakagundua hapana, hili ni jina, ila hawa wachezaji ni wakubwa. Wachezaji wetu sisi wanapaswa kujifunza kutoka kwa hawa. So unaelewa? So ukiangalia hiyo records kwenye hizo takwimu hapo, kwa ujumla wake hata kwenye ligi takwimu hizo ambazo umeziona kwenye NBC, takwimu za NBC sio mbaya sana, kwa sababu alama 7 ambazo wamepata ni mchezo dhidi ya Pamba Jiji ambao ndo walipata sare. Mchezo ambao unaweza ukawa unaelewa kwa sababu ni mchezo ambao kamati ya saa 72 imempeleka kizimbani refari aliyechezesha ule mpira kwa kushindwa kutafsiri sheria 17, sio? Lakini bado ukiangalia alama walizokusanya, alama 7, nafasi ya 6. Kwenye hiyo nafasi ya 6 ambayo Singida Black Stars wanaishika, ukiangalia tofauti na ambao wanafanana naye michezo, unaweza ukaona sio tofauti yake sio mbaya sana. Ila position ndio unaweza kujiuliza mbona kama position nafasi ya 6 ni mbali sana. Lakini kwa michezo ambayo amecheza na anaofanana nao, unaweza ukaona tofauti yao ni alama 2 au alama 3. Kwa maana ni uwiano wa mechi moja. Kwa hiyo hawajafanya vibaya sana wala hawajafanya vizuri sana. Sawa, tutoke hapo kwa Singida Black Stars, tuwatakie kila la heri katika mchezo wao. Turejee hapa nyumbani ambapo ligi kuu ya wanawake Tanzania bara leo kuna mchezo ambapo Simba Queens wenyewe wanakuwa wanawakaribisha Bunda Queens, mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Huu ni mchezo wa pili kwa Simba Queens ambao ni vinara katika ligi kuu ya wanawake Tanzania bara baada ya mchezo wa kwanza kupata ushindi wa bao 4-0 dhidi ya Biro Queens, mchezo Biro Football Center, na kujikita kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya wanawake. Mchezo huu utaonyeshwa mubashara na Azam Sports kuanzia saa 10 kamili za jioni kupitia Azam Sports 1 HD. Ni ligi kuu ya wanawake, kwa hiyo usikose kuangazia mchezo huu. Uzuri kwamba unapata uchambuzi kabla kuelekea mchezo wenyewe kwa ujumla. Salama sikarudi. Salama karudi. Mimi nataka Salama nieleze tu wamekwama wapi JKT. Lukaiya Mbugita pale akiwepo. Lukaiya ndio. Lukaiya na miwani yake fulani hivi ya gold. Akikaa hivi mtoza ikaa pale tunavi. Ulionaje mchezo wenyewe na tunatazama? Ushaona wale nani? Wanaitwa nini wale? Bwana bwache mtozi wetu. Mtozi. Kaka sio mbali ukitoka na ambapo anapatikana unajua. Sio mbali ukitoka hapa. Mtozi huwa anatumwa una muda. Sawa, shukrani sana Rashid Hamis pamoja na Idi Nonga. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakuja kuangazia kuhusiana na joto la Afrika, tuzo za CAF leo hii usiku na yenyewe kuonyeshwa mubashara na Azam Sports HD. Kwa hiyo tutakuja kuzangazia hapa pamoja na ligi kuu ya wanawake na zile timu ambazo zimekubali vichapo vikali, tutakuja kuangazia katika joto la Afrika. Tafadhali endelea nasi. Mimi ni Saidi Sani Bomsoni.